Naam, bwana Mr. Pimbi kwa mara nyingine tena amekuja kuzungumza jambo kuhusiana na majibu ya Harmonize. Maana tunafahamu kabisa kwamba Harmonize bwana, hivi karibuni watu wengi sana walikuwa wanamuandama kwamba amepanda Aviator. Na mtu ambaye alikuwa ameanza kuzungumza hayo bwana alikuwa ni Baba Levo. Baba Levo ndo alikuwa wa kwanza kabisa kumsema Harmonize kwamba amepanda Aviator. Ni ile ndege ambayo alikuwa ameipanda bwana, ni ndege fulani hivi kadogodogo ambako mbele kana panga boy, ambapo imefanana na kile kindege ambacho kinatumikaga katika ile michezo ya betting ambayo inaitwa Aviator. Kwa hiyo ndio maana akamwambia kwamba amepanda Aviator. So Konde akaamua kureply kwa vitendo. Ameamua sasa kodi private jet kweli, maana unajua kabisa kwamba tofauti ni kwamba private jet lazima itakuwa ina zile engine pembeni, yani ina zile jet engine pembeni. Umeona bwana, hicho ndicho tulichokiona katika hii ndege nyingine ambayo Harmonize ameipanda jana jioni. Kweli hii ni private jet. Sasa Mr. Pimbi bwana alivyoona hivyo akaanza sasa kuja kutoa madongo yake kuhusiana na hiki ambacho amekiona. Kwanza kabisa ameanza kwa kucheka. Akaposti ile video ambayo Harmonize anapanda private jet alafu akaanza kucheka. Baada ya kuposti hiyo video akiwa anacheka, akaandika hapa kwamba Aviator Pro hakuna mabadiliko. Private jet gani mbele imechongoka kama mshale. Kesho nakuja kuwaonyesha private jet zinavyokuwa. Nakuja kesho, ameandika hivyo Mr. Pimbi. Umeona bwana, na kweli the next video ambayo Mr. Pimbi ameiposti akaamua sasa kuelezea tofauti kati ya private jet ambazo anazipanda Diamond Platnumz na hii private jet ambayo ameipanda Harmonize Konde Boy. Kwa mujibu wa Mr. Pimbi anasema kwamba alichokipanda Harmonize ni private jet, ni Aviator Pro. Yani sio tu kwamba labda ile iliyopita ilikuwa ni Aviator na hii pia ni Aviator, ila hii ni Aviator Pro. Kwa ametoa sababu zake, akasema kwanza kabisa mbele imechongoka, lakini pia akasema kwamba humo ndani kuna giza na hata kupata pesa ya kupanda humo ni kwamba wamechangishana, kwa sababu tumemwona Harmonize amepanda na wakina Abi Kubanga, wakina Mwijaku, Stani Bakora, anasema kwamba mpaka Machawa na wengine pia wamechangishwa fedha shilingi 10,000 ili mradi tu ipatikane pesa ya kukodi hiyo Aviator Pro au hii private jet. Hayo ni maneno madongo ya Mr. Pimbi, kama unavyoelewa kwamba Mr. Pimbi bwana akosagi cha kusema, na sasa hivi tunaona kwamba amehama upande. Alikuwa upande wa Harmonize, lakini sasa hivi ameanza kumsifia Diamond na kumsema vikali Harmonize. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo Mr. Pimbi bwana amemsema Harmonize kwamba hakuna mabadiliko, hii ni Aviator Pro kama ile tu iliyopita. Msikilize hapa Mr. Pimbi alichokizungumza. Mambo ya private jet. Hebu tuachane na hayo mambo ya private jet. Sijui Aviator tuimetete tu kwamba msanii wenu naye kapanda private jet. Yani tuimetete. Unajua maana ya kuimetete? Tuchukulie tu, yani tuchukulie tu kwamba naye kapanda private jet. Hiyo private jet ukiangalia ndani inagiza, wewe utafikiri wako kwenye shimo la kuchimbia speed, la kuchimbia nini? Wako kwenye shimo, kuna giza. Private jet jamani, inagiza. Umeona tangu lini? Mimi kuwekea video hapo chini uangalie utofauti. Ujue namna ya kutofautisha mbingu na ardhi. Kuna vitu haviwezekani kuiga. Ukiiga utachanika msamba. Mwache Diamond hayo kuishi kwenye maisha ya private jet, ni maisha yake. Haya tuachane na yote. Haya msanii wenu sawa, tuchukue kapanda private jet tuimitate, tunachukulia hivyo. Kapanda private jet. Anaenda wapi? Mwanza Kisesa. Ndege yenyewe kabla ya kutua mnaomba Mungu, mnasali. Ikiwa inaondoka ndege mnaomba sali, mnasali, maana yake inapepesuka, hata upepo ukija unaipeperusha ndege. Mwenzenu kapanda ndege anaenda Marekani, New York City. Sio Marekani tu, anaenda New York City. Na anaenda kwenye tamasha kubwa la Summer Jam. Tamasha ambalo Nasi atakuwepo, Nicki Minaj, Ja Rule, Jay-Z, anaenda kuperform na watu wakubwa duniani. Aya, mwenzenu anapanda hiyo ndege, tuchukulie ni private jet, hiyo Aviator Pro. Anaenda wapi? Mwanza Kisesa. Anaenda kufanya nini? Life is about level. Life is about status. Kuna vitu huwezi kufanya. Yani haya maisha ambayo Diamond ameyatenganisha baina yake na wanamuziki wa Afrika Mashariki ni mbingu na ardhi. Kuyafikia ni sawa sawa na ngamia apenye kwenye tundu la sindano. Hamwezi kuyafikia. Haya msanii wenu mhesabieni hizo private jet kapanda mara ngapi kwa mwaka
ndo maisha yake. Yaani Diamond hata akienda sokoni na Mama Dangote wanaenda zao wanapanda private jet. Alafu hiyo avieta kama umechunguza vizuri mpaka wamechangishana. Yaani Toto Badi huko humo unaweka changishwa kupanda avieta na ikatoa hela. Haya kuna mashamba kibao nao wamechangishwa 10,000 humo. Kuna yule mwingine naye kachangishwa 10,000 mpaka ile imetimia kupanda avieta. Tuache masiala. Tusiige kuna baadhi ya vitu afu msanii wenu anaiga vitu vibaya. Yaani yuko kama Coca-Cola, soda ya Coca-Cola. Ukifungua Baba Levo kampandisha gesi juzi baada ya kupanda kiavieta plane. Kacharuka kauna size na yeye apande avieta pro. Tuwe na usiku mwema jamani. Life is so hicho ndicho alichokizungumza Mr. Pimbi kuhusiana na hiki ambacho Harmonize ameonekana kama vile ameamua kujibu mashambulizi ya Baba Levo wazi. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Sasa hapa kuna comment za wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao. Kuna mtu hapa amesema kwamba bwana, ninachokupendea ni kwamba uwaga unaongea ukweli. Kwa mtu anasema kwamba bwana, naondoka na hapo pia life is about level. Kwa mtu anasema kwamba bwana, bwana unataka wanataka Baba Levo akose mipango. Kwa sababu bwana, kwenye hili nashindwa kumtetea Makonde kabisa, upande wa pili wana kila hoja. Kuna mtu ameandika hivyo. Yaani hapa watu wanashindwa wameelewa kabisa kwamba kweli kile ambacho alichokizungumza Baba Levo juzi kwamba Harmonize amepanda avieta kweli kilimkera Harmonize. Umeona kilimkera, kilimuuma. Kwa hiyo ndo maana ameamua afanye mabadiliko. Haya, kwa mtu amesema kwamba bwana kiukweli Diamond ni star mkubwa sana. Hilo swala liko simple. Kwa mtu amesema bwana, sema baba, mwambie huyo jamaa Mr. Pimbi bwana, kama Pimbi leo umenifurahisha sana, yani mpaka maji yanapita. Yani hilo kundi liuaga linanichefua mimi. Umesikia mtu anaitwa Diamond alafu unataka kushindana naye kweli? Kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mtu mwingine hapa amekuja amecheka sana fasa kwamba bwana, kwa hiyo kijana amepanda private jet anaenda Kisesa, wenzio wameenda Marekani. Kweli kuna tofauti. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine kwamba umemwambia ukweli kabisa. Yaani hapo wala hujakosea. Bila kupepesa macho. Wajinga wanapenda sana kuiga na watatoka na makamasi mwaka huu. Haya, mwingine huyu hapa amesema kwamba bwana, kama umeelewa basi utakuwa umeshaelewa alichokizungumza leo Mr. Pimbi. Kwa mtu sasa bwana, kaka leo umeongea pointi. Baba Levo alichokifanya ni kweli amempampisha Makonde na ameamua afanye maamuzi magumu. So it is what it is. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.